Kwanza niseme pamoja na hicho bwana Abel Kombo, mimi ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa na watu wengi wamekuwa ni mashahidi, wamekuwa kuniona ni namna gani naweza kuchambua siasa na nikiwa natoa maoni mbalimbali hususan kwenye mambo ya kisiasa katika nchi yetu. Swala la Chadema kuto saini ama kuondolewa kwenye mchakato huu wa kushiriki uchaguzi, naweza nikasema kwamba kila mmoja ana maoni yake, kila mmoja ana mtazamo wake. Kwa upande wangu mimi naweza nikawa na mtazamo mmoja wapo, nikasema kwamba kwa wao binafsi huenda ikawa ilikuwa ndoto yao kwa wakati, kwa sababu ukiangalia fikra ya mwenyekiti wao ambaye ni Mheshimiwa Tundu Lissu, fikra yake alipoingia wote baada ya kushika nafasi ya mwenyekiti, tuliangalia maneno yake akizungumza no reform no election. Ina maana hii ndio ilikuwa ndoto yao kwa upande wao. Inawezekana wao kwa upande wao wameweza kutimiza ndoto yao kwamba lengo letu si kuingia kwenye swala la uchaguzi. Na upande wa tume siwezi kuipa lawama tume kwa nini hawajafanyia favor ama hapana. Kila kitu wao kinaenda kwa utaratibu, kila jambo linaenda kisheria. Bahati nzuri nilipitia ukurasa na andiko la Chadema, ukurasa wa katibu mkuu, akasema kwamba yeye binafsi hayuko tayari kwenda kusaini kwa sababu hazijafanyika reform, na walisema kwamba no reform no election. Kwa kifupi niseme tu kwamba huo ni mtazamo wao kwa upande wao wameona kwamba hilo ni jambo sahihi, wala si jambo la kuweza kujutia. Na nchi hii sio kama uchaguzi hautafanyika, kwa sababu vyama tunavyo vyama 19. Tunapozungumza wao wanaamini kwamba wao ni chama kikuu cha upinzani, na kwa hiyo ukiangalia Chadema ni chama kikuu cha upinzani, lakini pia wako ACT pia ni chama kikuu cha upinzani, kafu kidogo imeweza kushuka. Kwa kifupi naweza nikasema tu kwamba huo mtizamo wao kama wao kwa upande wao unawezekana una afya fulani, lakini kuna athari. Hakuna jambo lolote linalokosekana athari. Kwa upande wa tume kuna baadhi ya watu watafikiri kwamba tume labda inawaonea Chadema, lakini kwa upande wa Chadema kuna wanachama ambao kwa mtizamo wangu mimi watakikimbia chama cha Chadema, kwa sababu wengi wao wanaingia katika mchakato wa kisiasa kwa lengo la kuweza kupata nafasi ya kuweza kuhudumia wananchi. Kwa chama kama hakijaingiza hajaingia kwenye mchakato wa kuingia kwenye uchaguzi, sasa watu wengi na imani wanaweza wakaja wakaporomoka. Kwa mtizamo wangu mimi, lakini naweza kaja wakaporomoka kwa sababu watu wengi kiu yao ni kuweza kutimiza. Kama tunaweza kuona hapa katikati kulikuwa na mjadala, kulikuwa na Mheshimiwa Tundu Lissu aliwaita wale viongozi wa G55 kitu kama hicho. Baada ya kuzungumza nao kuonyesha msimamo, ukiangalia viongozi wa G55 msimamo wao ni tofauti na msimamo wa mwenyekiti. Hapo unapata jibu kamili kwamba no reform no election. Unapata majibu kamili. Hata tume kwenye top swala tume Chadema kujiondoa kwenye tume unapata majibu kamili. Na kwa mtizamo wangu mdogo tu utakuwa na mgogoro mkubwa sana ndani ya Chadema. Inategemea uelewa wa wanachama wa Chadema na mwenyekiti wao, yani connection ya akili baina ya mwenyekiti na kwa sababu maelekezo ya no reform tulimsikia Mnyika alizungumza na huko tusikia Mdema aliweza kuzungumza. Kwa hiyo kwenye mchakato huu hii ni issue pana sana, ni issue pana sana. Kwa muda sasa hivi tuna muda mchache sana, lakini issue ni issue pana sana. Na swala la kutoshiriki Chadema katika uchaguzi ina athari pia. Ina athari kwa upande wao. Kwa mtizamo wangu mimi sijajua faida, kwa sababu siwezi kuzungumzia kitu ambacho sijui faida, ila ninachojua mimi athari haikosekani, kwa sababu lengo la chama cha siasa ni kushiriki uchaguzi. Na mimi tume si laumu, tume imeweka sheria, kila kitu kina sheria. Kishinda kutimiza masharti ndio hivyo. Kwa mimi ushauri wangu sasa nimalizia kwa viongozi wa Chadema, ushauri wangu mimi kama bwana Kombo, naweza nikasema kwamba wanapaswa kukaa chini kuweza kufikiria ni namna gani wataendea siasa nchi hii, wasome na nchi yenyewe jinsi ilivyo, na wasome siasa gani wanapaswa kwenda nayo. Hakuna mwanasiasa bora anayesoma alama za nyakati. Mwanasiasa bora ni yule anayesoma alama za nyakati. Mwanasiasa bora ni yule anayesoma wananchi wake. Mwanasiasa bora ni yule anayesoma viongozi wake. Mimi sina asante. Ndio pengine kutokana na Chadema kujiondoa huku, wapo ambao wanatoa taarifa kwamba bado kuna uwezekano wa Chadema kuweza kufanya nini, kusaini ile form. Unaona, na tayari neki wamesha tangaza kwamba vyama vyote vimesaini form na bado tu Chadema na ambao hawajasaini. Ni kweli kuna uwezekano kwamba yale mabadiliko yakifanyika bado kuna nafasi ya Chadema kushiriki uchaguzi? Sheria siku zote ikizingatiwa sheria, Chadema tayari wameshapotea. Ikizingatiwa sheria, na maana hawatakaa kaingia kwenye mchakato huo, kwa sababu sheria imeshapangwa. Nizungumza hapa
serikali haiendeshi kwa matakwa ya mtu kutoka tume ya bosi wa tume. Mshanifahamu? Serikali haiendeshi kwa matakwa ya kitu fulani. Mshanifahamu? Inaendeshwa kwa sheria. Tuna katiba. Mshanifahamu? Tuna katiba. Katiba ndio inayotupa muongozo wa kufanya kitu fulani. Sawa? Katiba ndio inayotupa muongozo wa kufanya kitu fulani. Kwa hiyo sijajua kama tume wao wanaweza wakafanya maamuzi ya kwamba Chadema waje wasaini. Sawa, itakuwa ni jambo jema pia. Mshanifahamu? Lakini tume ikisema hii, mimi nafikiri kwamba Chadema walishaadhimia kwamba wao binafsi hawataingia kwenye uchaguzi. Kwa hiyo hii ni ndoto yao. Hii ni ndoto. Sidhani kama watakuwa na moyo mlegevu kusema kwamba warudi tena, hata kama wakipewa ruhusa. Sidhani kama itakuwa ni rahisi zaidi. Ndio, labda ikitokea katika zile yale mabadiliko ambayo wanahitaji yabadilike, ikiwemo wakurugenzi kusimamia uchaguzi na kadhalika, ikafanyiwa marekebisho kabla ya uchaguzi, Chadema watakuwa wameangukia wapi? Sasa mpaka sasa, ndugu mwandishi wa habari, unapaswa ufahamu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ametengeneza kitu kinaitwa Tume Huru ya Uchaguzi. Marekebisho yamefanyika. Hayo unazungumza wewe. Hayo mazungumzo na kwamba wakurugenzi swala kusema uchaguzi hautosimamiwa na wakurugenzi. Ndio maana kuna kitu kinaitwa Tume Huru ya Uchaguzi. Ushanifahamu? Hatujajua marekebisho yanotoka wala, lakini hata kama marekebisho hayo yakifanywa kazi, muda tayari umeshapita, watasubiri mwaka 2030. Mshanifahamu? Mwaka 2029, 2028, 29 kwa 30. Kitu kama hicho. Mshanifahamu? Kwa kiufupi, kama marekebisho yakifanyika kwa mujibu wa swali lako, kama atakuja kurejea, nafasi ya kurejea itakuwa hakuna, kwa sababu siku zote unashauriwa kwamba kabla hujafanya mgomo, ingia kwanza ndani ya nyumba. Alafu ukifika mule sasa ufanye reaction. Wao ungekuwa tayari washaingia, alafu wakawa na viomba vile vitu vyao, kidogo ingekuwa ni afadhali. Sasa hivi hawana ile, wanasema kwamba hawana nguvu kwa sababu hawapo. Kuna hoja moja tu wanaweza wakaulizwa, nyinyi mnatoa ushauri nyinyi kama kina nani? Sawa, kama wa chama cha upinzani. Chama cha upinzani gani ambacho hakishiriki kwenye uchaguzi? Mshanifahamu? Yaani kitendo cha kutoshiriki tu uchaguzi unakosa hoja za kwenda kutoa maoni kwenye lile jambo. Ingekuwa umeshirika uchaguzi, leo ACT ana haki, CUF ana haki, kwa sababu tayari amesha saini, na maana yuko ndani tayari, ana haki ya kulalamika. Lakini wewe ambaye haupo hauna haki ya kulalamika kwa sababu haumo ndani ya ule mfumo. Kwa hiyo hicho ndio nataka kukueleza kufupi. Sasa mabadiliko mengi yamefanyika. Ndio. Wito wako sasa kumalizia, wito wako kwa wale ambao walikuwa wanataraji kutia nia katika upande wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, na hivi sasa Chadema tayari wamejiondoa kwenye uchaguzi, unawaambia nini na unawashauri nini hasa kiufupi? Kila mtu anapoingia kwenye swala la kisiasa mara nyingi, wanasema kwamba huwa anakuwa na ndoto zake. Kila mmoja anapoingia kwenye swala la kisiasa anakuwa na ndoto zake. Naweza nikazungumza kwamba wakiondoka wengine wataonekana wasaliti. Lakini waangalie jukumu kubwa. Kwa nini waliingia kwenye siasa? Wakishajua jukumu kwa nini waliingia kwenye siasa, maamuzi wanayo wao. Kwa mtu mzima anaweza akanielewa. Sio kwa sababu ya Chadema, hapana. Kwa nini niliingia ndani ya siasa? Kwa nini niliingia kwenye siasa? Jukumu la kuingia kwenye siasa, labda nililenga kutafuta fedha, nililenga kutafuta maarufu, nililenga kuhudumia wananchi. Ushanifahamu? Kwa hiyo sasa mtu akishajua hilo ataangalia chama ni kimoja au vyama ni vitatu. Kwa ushauri wangu mimi, waangalie kwa nini waliingia kwenye siasa. Waliingia siasa katika waliingia kwa nini? Yaani jibu linakuja kwa nini? Kwa hapo baada hapo watapata majibu. Huo ndio ushauri wangu, na ni hofu sana, ni sio vizuri sana kumwambia mtu amechapa, sio jambo jema. Naone kwa mtu mzima siku zote akishajua anafanya jambo fulani kwa lengo fulani, ni kwa sababu. Lakini watu pia, namalizia kitu kimoja, nisifikiriwe vibaya. Vyama hivi nataka nivisihi kidogo. Tuna sheria ya nchi ya Tanzania, sio sheria ya Afrika Mashariki. Napozungumza Afrika Mashariki nazungumza Kenya, Uganda, Tanzania na nchi nyinginezo ambazo tulizokuwa nazo katika umoja wetu. Ushafahamu? Sisi kama Watanzania tuna sheria zetu na tuna mila zetu na tuna taratibu zetu. Licha ya siasa. Ushafahamu? Siasa zisitupelekee kuondoka katika mfumo wa sheria zetu za nchi. Ushafahamu? Na tamaduni zetu. Unajua lazima useme kwamba South Africa ana namna yake ya mifumo yake ya kisiasa.
Kenya wana utaratibu wao, sisi tuna utaratibu wetu. Na ushauri wangu kwa wanasiasa, jambo la kwanza tuchunge amani ya nchi yetu kabla tujawaza nafasi zetu za kwenye siasa. Tuchunge amani za nchi zetu. Wanasema unapotaka kuliendea jambo usitumie nguvu, natumia akili. Mshawishi yule ambaye ni mpinzani wako akupende. Unamshawishi vipi akupende? Fanya vitu ambavyo vinaonekana kwa jamii kwa wingi. Mpinzani wako atakosa hoja ya kwenda kuzungumza. Leo hii Chadema wakifanya mambo mazuri kabisa, kila mmoja atamkimbilia mwana Chadema na atamchukia mwana CCM au atamchukia mwana ACT. Shanifahamu? Lakini akienda kwa maneno na story ambazo hazitekelezeki, inakuwa ni ngumu. Kwa nini Chama cha Mapinduzi kinapiga gepu kubwa sana? Kwa sababu wanatekeleza kwa vitendo. Licha kwamba wao wana dola, wana serikali, lakini leo hii hata ukimuuliza bwana Kombo, wewe umeleta mchango gani? Ukienda mtaani kwangu utaambiwa mimi sio kiongozi wa CCM wala sio kiongozi wa chama chochote. Unanifahamu? Lakini ukienda Kombo umefanya nini mtaani kwangu? Vijana bodaboda watakwambia bwana, sisi binafsi mchango uliotoa wewe ni Mungu. Unanifahamu? Kwa tuishi kwa michango mikubwa, tulitekeleze. Haijalishi Chama cha Mapinduzi kinaongoza kwamba eti Chama cha Mapinduzi kikiongoza nchi, Chadema hana haki ya kuweza kufikisha huduma fulani kwa wananchi. Hapana. Ana haki ya kufikisha huduma fulani kwa wananchi, na kile ndicho kitakachovutia wananchi kumpenda. Ndio maana siasa nyingi za Bongo mwisho wa siku tunapokuwa na misimamo mikali, viongozi mwisho wa siku wa vyama vya upinzani wakiwa wanaanza kuelewa sasa falsafa ya siasa, unasikia tu amenunuliwa. Ukimsikia kiongozi anaambiwa kanunuliwa, ameanza kuelewa falsafa ya siasa katika nchi husika. Asante mwanangu.